Kombo, kwema kwanza. Kwema, sijui za huko. Safi kabisa. Huko mambo yanasemaje? Shwari, Mungu anajalia. Bana, taarifa ambazo zinaendelea sasa hivi ni kwamba aliyekuwa mtoto wa marehemu ama hayati Ayatollah Ali Khamenei anatajwa kwamba atachukua nafasi ama anatajwa kuwa mrithi wa kuwa kiongozi mkuu wa taifa la Irani. Na pengine hizi taarifa zikoje hasa, na unadhani hasa mtoto wake anatosha kuvaa viatu vya baba yake? Taarifa hizo ni za kweli. Vyombo vya habari duniani kote vimeripoti hivyo kuwa Mojtaba Ali Khamenei ameshashika nafasi ya baba yake Ayatollah Ali Khamenei ambaye aliuawa mwanzoni kabisa mwa vuguvugu hili ama mwa vita hivi. Mojtaba na miaka takriban 66 kama sijakosea, na huyu pia alikuwa amebezi zaidi kwenye masuala ya elimu ya kidini. Licha ya kuwa upande wa pili pia ana uzoefu, na vile vile ni miongoni mwa watu ambao walishiriki vile vile miongoni mwa vita mbalimbali za Irani kipindi hicho za ujana wake. Kwa hiyo uwezo pia inasemekana uwezo anao na uzoefu anao, ukilinganisha ndugu zetu wa mataifa mbele huwa kazi ambayo anaifanya baba ama anaifanya mzazi mara nyingi huwa anamfundisha ama anampa idea mwanae ama watoto wake. Kwa hiyo inakuwa na sana kwa mzazi akiondoka kwa watoto ama mtoto kutekeleza nyendo zile zile ambazo alikuwa anapita nazo mzazi. Kwa hiyo tutarajie kuona pia upinzani ukiendelea, na vile vile upinzani utaendelea kwa maana kulingana na ule ushawishi ama yale aliyoacha baba yake, na vile vile kulingana na kile ambacho kimemkuta baba yake. Kwa hiyo upinzani nahisi bado utaendelea kwa namna moja ama nyingine. Lakini Kombo anakabidhiwa madaraka kipindi ambacho ni katikati ya mawimbi na misukosuko mikali sana, nchi ikiwa kwenye vita kubwa sana ambayo imetokea katika nyakati hizi. Unadhani pengine hasa ataanza na lipi ambayo takiwa alizingatie sana katika uongozi wake, kwa sababu tunashuhudia hata maadui zake wanamuinda mchana na usiku? Kuzingatia ni kuwa makini tu kwa kile ambacho atakiamua ama kwa kile ambacho atakiamuru kwa askari ama kwa jeshi ambalo amekabidhiwa kwa hivi sasa, kwa kuwa wanasema kuwa Israeli na Marekani ana mkono mrefu hasa ndani ya hata vyombo vya usalama na vya majeshi ambavyo ni vya Irani. Kwa hiyo kikubwa ni umakini na kufanya maamuzi ambayo ni sahihi, sio maamuzi ya kubahatisha. Kwa kuwa kwa hali ambayo ipo hivi sasa, kama nilivyosema, mawimbi ni makubwa, taharuki ni kubwa kwenye nchi yake na amekabidhiwa usukani. Kwa hiyo the way atakaporuhusu mistake ama kufanya maamuzi ambayo hayana tija kwa upana mkubwa, kwa hiyo yaweza naye kumgharimu kama ilivyogharimu viongozi wengine waliopita na baba yake pia. So kubwa ni umakini na kufanya maamuzi ambayo ni sahihi pia, na kuangalia namna ama kukaa kwa makini, kwa kuwa tunaambiwa kuwa kuna baadhi ya viongozi pia ambao wanashirikiana pia na Israeli. Lakini tumemsikia waziri wa ulinzi wa taifa la Israel amesema kwamba yeyote atakayechaguliwa kuiongoza Irani na akafata misingi ambayo sisi hatuitaki, basi lazima tutampoteza na yeye. Unadhani watafanikiwa katika hili katika kipindi hiki, ama labda lazima naye atatengeneza mambo yake, labda atakuja muinde kwa baadaye huko, ama tahadhari pia ianze wakati huu? Tukirudi nyuma kwa jeshi la Irani limesema halina tena muda wa mazungumzo, na Marekani pia imesema mazungumzo muda wake umeshapita. Kwa hiyo kwa hiyo ulichokisema kuwa wamwache waendelee na uongozi then waje kumuinda baadaye, itakuwa ni ngumu sana. Na katika hali iliyofikia hivi sasa, ukirudisha nyuma tu silaha yako ama ukishusha chini tu silaha yako, ujiandae kumalizwa.
Na kwa pande mbili itakuwa ni ngumu sana kuacha kushambuliana ama kuacha kufanya mashambulizi. Wairani wenyewe sio viongozi tu, hata raia wamesema hawataki tena mazungumzo liwalo na liwe. Kwa hiyo ukisema Israeli aache kushambulia kwa hivi sasa na damage ambao ameshaifanya Irani, kwa hiyo itakuwa ni ngumu na itawasababishia madhara sana Israeli, kwa sababu Wairani nao hawatakubali, watataka wafanye kisasi kikubwa na kuwawinda viongozi wa Israeli, jambo ambalo sidhani kama litakuwa ni rahisi kwa kiasi hicho. Lakini sasa Kombo, kwa kugeukia upande mwingine, mazishi ya Ayatollah Ali Khamenei yamekuwa yakizungumzwa kufanyika mapema siku ya leo ama si kesho. Pengine hali ikoje hasa maeneo ya Irani huko na kifo chake hiki tangu kitokee? Ni kweli taarifa ya mazishi imetolewa na wamesema atazikwa katika mji wa Mashhad ambao ni mji ambao alikozaliwa, na vile vile kwa mujibu wa kanuni na sheria za nchi yao wanasema ni miongoni mwa miji mitukufu katika nchi yao. Kwa hiyo taratibu ama ratiba ya mazishi imeshatolewa ambako ndio yuko Mashhad anatarajiwa kuzikwa, ila kwa namna ambavyo mazishi yalionekana kwa wale watoto takribani 180 waliozikwa, huwa inakusanya ama imekusanya namba kubwa ya raia. Kwa hiyo hofu yangu ni kwamba kama mazishi yakifanyika kwa hivi karibuni na namba kubwa ya raia na viongozi wakakusanyika sehemu moja pia, itakuwa ni madhara ama itakuwa ni jambo hatarishi sana. Wanaweza Israeli, Marekani wakafanya tukio lolote, na tunafahamu Israeli na Marekani, isemo tu kweli, huwa hawajali kuhusiana na maisha ya watu. Wanajali kuhusiana na biashara zao na benefiti zao binafsi. Kwa hiyo kama mazishi yakifanyika katika siku za karibuni, na bila shaka yule alikuwa kiongozi mkubwa, lazima viongozi wakubwa nao wajitokeze kwenye hayo mazishi, bila shaka kutatokea lolote, na madhara pia anaweza kawa makubwa zaidi. Lakini sasa Kombo, nadhani nini hasa ambacho wananchi wa Irani, pamoja na kwamba amewafanyia mambo mengi mazuri na pengine kulifikisha taifa mpaka sasa hivi, unaona kabisa hata kijeshi, kiulinzi liko vizuri zaidi, sio jepesi kama vile ambavyo kikitajwa, watamisi kwa lipi hasa Ayatollah Ali Khamenei? Watamkumbuka kwa mambo mengi, ikiwemo hilo swala la kuwafanya waweze kujitegemea wenyewe. Kulinganisha kuwa baada ya vita vile vya Irani na Iraki 1988, hawa jamaa walijifungia ndani, na kutokana na vikwazo ambavyo waliwekewa walijifungia ndani, wakaanza kujiadvance wenyewe, wakatafuta teknolojia wenyewe, wakawa wanatengeneza silaha hizo, ndege, drones wao wenyewe, na kukuza teknolojia wao ikiwemo hiyo ya nuclear. Sasa inaonekana kuwa Ali Khamenei alikuwa ni kiongozi imara na kiongozi mwenye maono zaidi. Na mpaka hivi sasa yale matunda ambayo awali baadhi yao walikuwa wanaonekana kama anawaminya, wamekuwa sasa hivi. Ingekuwa kama nchi nyingine za Kiarabu, mpaka hivi sasa pasingetamanika Irani, lakini kulingana na ile misingi aliyoiweka, misingi ya uwekezaji kwenye teknolojia, kwenye elimu, mpaka hivi sasa tunaona Irani bado inaendelea kubato na kuonyesha uimara wake. Kwa hiyo bila shaka Irani ama raia wa Irani watamkumbuka kwa mambo mengi aliyowafanyia, na vile vile kwa upande wa pili pia kwa wale maadui wa Irani watamkumbuka Ali Khamenei. Ali Khamenei alikuwa ni kiongozi ambaye ana busara na mwenye hekima pia. Hata hayo mambo ya nuclear, yeye binafsi kulingana na kushika kwa kidini ndio alikuwa anazuia kutokuwa na silaha za nuclear. Lakini baada ya viongozi kuuawa, baada ya uongozi mpya kuingia, tutarajie kuona utofauti mkubwa, ikiwemo kama vita hivi vikiisha bila madhara makubwa kujitokeza, basi kwa siku zijazo mbele huko Irani atakuwa na nuclear, na jambo ambalo litazidi kutatiza maslahi ya Marekani na Israeli. Lakini Kombo, sasa pengine hasa una lipi la kuzungumza dakika chache tumalize katika hili?
Ya kikubwa kwa watu wote duniani na Afrika, hasa Afrika Mashariki, tuombee tu haya mambo yasije yakaendelea, kwa sababu sisi Afrika Mashariki tunategemea vitu vingi kutokea kule Middle East na ama ile mashariki ya mbali kule China na maeneo mengine India, ambako Irani amesema hapata kuwa na msafara wowote wa meli ya kibiashara kukatisha hapa. Kwa hiyo ila dua zetu mambo yakiendelea kuwa magumu basi hata huku kwetu patakauka, miongoni mwa bidhaa zitatoweka ambazo zinatoka nje kupitia bahari hii ya Hindi inaunganisha bahari Nyekundu hadi kule maeneo mashariki ya mbali. Kwa hiyo kikubwa tu tuombe Mungu haya mambo yamalizike na kila kitu kiende sawa. Kombo, mimi nakushukuru sana kwa wakati wako na nikutakie kila laheri. Shukrani. Asante sana.